tunajua kwamba kwa wengine hii itakuwa mara ya kwanza kwa kusikia ujumbe unaouliza uhakika wa uelewa wao kuhusu sheria ya Jumapili. Lakini kwako tunasema, tafadhali usiache mpaka uone ushahidi umewasilishwa wazi katika uwasilishaji huu unaofuata. Waadventista wengine wa siku ya saba wamekuwa wakitoa onyo kuhusu mafundisho yasiyokuwa na ukweli kibiblia kwa miaka sasa. Tunaongeza tu sauti yetu ndogo kwenye kilio kikuu hiki. Tafadhali omba Roho Mtakatifu akuongoze na kuwa na Biblia yako pamoja nawe ili ujionee ukweli mwenyewe. Baba na Mwana waendelee kukuongoza. Amina. Leo tupo na somo linalohusu ukweli kuhusu sheria ya Jumapili sehemu ya kwanza. Ukweli kuhusu sheria ya Jumapili sehemu ya kwanza. Somo letu litaanzia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 13 kuanzia fungu la 15 mpaka fungu la 17. Biblia inasema, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Tunaona kwamba kipindi cha mwisho, utawala huu ambao utatumika kuwaongoza watu ama kuwalazimisha watu kusujudu sanamu ya mnyama. Na kwa wanafunzi wa unabii tutakuwa tunafahamu kwamba utawala unaotajwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kuanzia fungu la 11 ni utawala wa Marekani. Vivyo tunaona kwamba waaminifu wa Mungu watakaokataa kuisujudu sanamu ya mnyama kipindi hicho watalazimishwa wauawe. Swali la kujiuliza ni hili: kwa nini Mungu anafunua katika maandiko nini kinachokuja mbele yetu? Hatuna haja ya kugesi. Biblia itatupatia majibu. Tunasoma katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 na fungu la 29. Biblia inasema, na sasa nimewaambia kabla halijatokea, kusudi litakapotokea mpate kuamini. Pia ukisoma katika kitabu cha Luka 21:28 mpaka 31, Biblia inasema yafuatayo: basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Akawaambia mfano, utazameni mtini na miti mingine yote, wakati ishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika, mwonapo mambo hayo yaanza
kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu u karibu. Nini maana yake? Mungu anafunua yanayokuja mbele yetu. Cha kwanza, tupate kuamini kwamba neno la Mungu ni la ukweli. Jambo la pili ni kwamba ukombozi wetu umekaribia. Kwa hiyo Mungu anafunua upendo wake wa kutuonyesha ama kutufahamisha mambo ambayo yako mbele yetu. Swali la kujiuliza jingine: je, sheria ya Jumapili itakuwa serious kiasi gani? Yaani kwa lugha nyepesi, je, itakuwa ya kutisha kiasi gani? Hatuna haja ya kugesi. Roho ya unabii itatupatia majibu ya hili swali. Ninasoma katika kitabu cha Ellen G. White, kinaitwa Gospel Workers, page 323. Anasema tunakuja kwenye mgogoro, anazungumzia crisis, ambao ni zaidi ya wakati wowote uliopita tangu ulimwengu kuanza. Utadai kujiweka wakfu kwa kila mmoja ambaye ametaja jina la Kristo. Anaendelea kusema pia katika Testimonies for the Church, volume 5, page 129. Anasema dhoruba inakuja ambayo itavunja na kujaribu msingi wa kiroho wa kila mtu mpaka kabisa. Anaendelea kusema pia katika Testimonies for the Church, volume 6, page 407. Anasema mgogoro ulio juu yetu utakuwa wa kutisha kuliko wote uliowahi kushuhudiwa. Anaeleza pia katika Adventist Home, page 186. Anasema Shetani anaongoza majeshi yake, na je, tumejiandaa binafsi kwa ajili ya mgogoro wa kutisha ulio mbele yetu hivi punde? Je, unawaandaa watoto wetu kwa mgogoro mkubwa? Je, tunawaandaa watoto wetu kwa mgogoro mkubwa? Ellen G. White ameongozwa na Mungu kuandika kuhusu sheria ya Jumapili, na ameonyesha kwamba sheria ya Jumapili itakuwa ni sheria ambayo itatishia kila mmoja wetu ambaye amewahi kuliita jina la Kristo. Maana yake kwa lugha nyepesi, wale watu wote ambao imani zao hazitakuwa zimeimarika kipindi hicho wataikana imani. Maana ni dhiki ama ni mgogoro ambao haujawahi kushuhudiwa katika ulimwengu mpaka wakati huo utakapofika. Swali jingine tujiulize: kwa nini Bwana anapeleka maonyo? Ama kwa nini Bwana anatuonya ili tujiandae? Kwa nini? Hatuna haja ya kugesi. Biblia takatifu itatupatia majibu.
Ukisoma katika kitabu cha Ezekiel sura ya 3 na fungu la 18, Biblia ina haya yafuatayo: nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala husemi na huyo mtu mbaya ili kumwonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Maana yake ni kwamba Mungu anapotoa maonyo ni kwa ajili ya kuokoa roho yangu na wewe kuokoa roho yako. Maana yake Mungu anafunua upendo wake ili kwamba tusije tukapotea hayo mambo yatakapokwisha kutokea. Maana yake ni kwamba Mungu anatusihi tuweze kujiandaa kabla hiyo dhiki ama huo mgogoro ama hiyo crisis haijatokea katika ulimwengu, kwa sababu katika kipindi hicho cha dhiki, kama haujajiandaa sasa, hautaweza kusimama na uwe na hakika utaikana imani. Je, ni matukio gani yanayoweka sheria ya Jumapili, au ni matukio gani yatakayoweka sheria ya Jumapili? Nimetumia neno la wakati uliopo nikionyesha kwamba kuna baadhi ya matukio yanayoendelea katika ulimwengu hata sasa, ambayo yote hayo yanachochea sheria ya Jumapili kuweza kuwekwa. Leo tunataka tujibu namna gani sheria ya Jumapili itawekwa kwa kutumia maandiko ya mjumbe wa Mungu Ellen G. White. Maana katika ulimwengu wa sasa, hata miongoni mwa Waadventista wa Sabato wamekuwa wakifundisha namna sheria ya Jumapili itakavyokuja kinyume na mjumbe wa Mungu Ellen G. White alivyoeleza. Sasa leo naomba utege sikio, usikilize ni namna gani sheria ya Jumapili itawekwa, ama ni matukio gani yatakayochochea sheria ya Jumapili kuwekwa. Nasoma katika kitabu cha Ellen G. White, Review and Herald ya Februari 11, 1904. Ellen G. White aliongozwa na Mungu kusema yafuatayo: dunia inazidi kuwa hasi. Anazungumzia lawlessness. Watu wanachana na sheria za Mungu. Hivi karibuni shida kubwa itatokea kati ya mataifa, taabu ambayo haitakoma hadi Yesu atakapokuja. Anaendelea pia kusema katika Prophets and Kings page 278 ya 1914, anasema tumesimama kwenye kizingiti cha mgogoro wa nyakati. Kwa mfululizo wa haraka, hukumu za Mungu zitafuata moja baada ya nyingine: moto na mafuriko na tetemeko la nchi, kwa vita na umwagaji wa damu. Anaeleza pia katika Review and Herald September 17, 1901, anasema Shetani atafanya matendo maovu ambayo amekuwa akitamani kufanya kwa muda mrefu: dhoruba na tufani, vita na umwagaji wa damu. Katika mambo haya yeye hufurahia, na hivyo hukusanya katika mavuno yake, na hivyo
kabisa watu watadanganywa naye kuwa watatangaza kuwa majanga hayo ni matokeo ya kudharau kwa siku ya kwanza ya juma. Kutoka kwenye mimbari ya makanisa maarufu itasikika tamko la kuwa dunia inaadhibiwa kwa sababu Jumapili haiheshimiwi inavyopaswa, na itahitaji hakuna sehemu kubwa ya mawazo kwa watu kuamini hili. Wanaongozwa na adui, na kwa hiyo wanafika hitimisho ambazo ni za uongo kabisa. Tunaona kwamba majanga ambayo yatachochea kuwepo kwa sheria ya Jumapili, tumeona kwamba kuna moto, kuna mafuriko, kuna matetemeko ya nchi, kuna vita, kuna umwagaji wa damu. Maana Shetani atachochea mambo hayo yaendelee kusambaa katika dunia. Hivyo viongozi wakubwa na viongozi wa dini watatangaza kwamba ulimwengu hauna amani. Hivyo Mungu amekasirika kwa sababu hatuitunzi siku ya kwanza ya juma, yaani Jumapili. Hivyo Mungu anaruhusu majanga hayo kama kutuadhibu. Maana yake kwamba hayo yote yatachochea hiyo sheria iwekwe ili kwamba hayo majanga yakome. Maana yake ni kwamba waaminifu wa Mungu watakaokuwa wakitunza Sabato wataonekana wao ndio wanaochochea majanga hayo yaendelee kutesa ulimwengu. Nadhani miongoni mwetu ni mashuhuda wa mambo ambayo yamekwisha kutokea katika ulimwengu huu na yanayoendelea kutokea. Kuna vita zinaendelea katika ulimwengu. Kuna majanga ya njaa. Kuna mafuriko. Kuna moto ambao nadhani watu wengi wameweza kushuhudia moto ambao ulitokea. Hayo yote ni moja ya mambo ambayo yatachochea kutangazwa kwa sheria ya Jumapili. Tuendelee pia katika kitabu cha Maranatha cha Julai 17 page 176. Ellen G. White, inspired by God to write the following: mabaya yatakuja, mabaya makubwa sana yasiyotarajiwa zaidi, na maangamizo haya yatafuatana moja baada ya jingine. Shetani anaweka tafsiri yake juu ya matukio, nao watu wanaongoza. Wanafikiri kwamba majanga yanayojaza nchi ni matokeo ya kuvunja Jumapili, wakifikiri kutuliza ghadhabu ya Mungu. Watu hawa mashuhuri wanatunga sheria zinazolazimisha utunzaji wa Jumapili. Anaeleza pia katika Signs of the Time, January 17, 1884. Anasema wataelekeza majanga juu ya ardhi na bahari, tufani za upepo, mafuriko, matetemeko ya nchi, uharibifu kwa moto, kuwa hukumu zinazoonyesha kutopendezwa na Mungu kwa sababu Jumapili haiadhimiwi kitakatifu. Hivyo watumishi wa Mungu, Ellen G. White aliongozwa na Mungu kwamba majanga yatakayokumba ulimwengu ndiyo yatakayochochea amri ya Jumapili kuwekwa.
Tujiulize, je, vipi kuhusu korona? Vipi kuhusu coronavirus? Ni moja ya majanga ambayo yalisisimua ulimwengu, na ni moja ya majanga ambayo yaliwafanya watu warudi kwa kasi kusoma vitabu vya unabii na kusogea karibu na Mungu. Lakini je, coronavirus ilikuwa inaleta amri ya Jumapili? Ellen G. White aliongozwa na Mungu kuandika kuhusu magonjwa. Katika kitabu cha Manuscript Release Volume 19 page 382 ya 1897 anasema, njaa zitaongezeka, magonjwa yatafagia maelfu. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba Ellen G. White aliongozwa na Mungu kwamba wakati wa mwisho magonjwa yataongezeka na magonjwa hayo yatafagia maelfu. Anaeleza pia katika The Great Controversy page 589 ya 1911 anasema, katika ajali na maafa ya baharini na nchi kavu, katika moto mkubwa, tufani kali na dhoruba kali ya mawe, katika tufani, mafuriko, tufani, mawimbi makubwa na matetemeko ya ardhi, katika kila mahali na katika aina 1000, Shetani anatumia nguvu zake. Yeye hufagilia mbali mavuno yanayoiva, na njaa na taabu hufuata. Anaweka katika hewa matatizo yanayoua, na maelfu wanaangamia kwa tauni. Ziara hizi zitakuwa za kuzidi na za mara kwa mara na majanga. Pia katika Last Day Event page 26 Ellen G. White anasema yafuatayo: Shetani anafanya kazi katika anga, anatia sumu anga, na hapa tunamtegemea Mungu kwa maisha yetu. Na kwa kuwa katika nafasi tulionayo tunahitaji kuwa macho kabisa, waliojitoa kabisa, waongofu kabisa, wakfu kabisa kwa Mungu, lakini tunaonekana kukaa kama tumepooza. Kwa hiyo hayo magonjwa yote ambayo Shetani ameyaleta ama amechafua anga hewa, magonjwa hayo ya upumuaji, mfano korona, ni magonjwa ambayo hayana budi kuwapo, na mjumbe wa Mungu anatuambia kuwa hayatakoma, yataendelea na yataendelea kurudia mara kwa mara. Hivyo basi, coronavirus peke yake haileti sheria ya Jumapili, bali coronavirus imeonyesha our nakedness ama uchi wetu wa kiroho. Maana yake hatuna Kristo ndani ya maisha yetu. Maana yake kama tulitetemeka kipindi cha korona na tukahisi kwamba haya mambo yanaleta ni Sunday law, tulikuwa wrong, bali ilikuwa inatuonyesha kwamba tunahitaji kujiandaa. Swali jingine, majanga haya ama haya majanga yatapigwa wapi? Hili ni swali ambalo tunahitaji kujiuliza. Hayo majanga yatakayoleta Sunday law yatapigwa wapi ama yatapigwa katika maeneo gani? Ellen G. White anaeleza katika kitabu cha Manuscript Release Volume 3 1897. Listen very careful.
Mkono wa Mungu unaozuia unapoondolewa, mharibifu anaanza kazi yake. Basi mijini kwetu ndipo misiba mikubwa itakuja. Anaeleza pia katika Evangelism page 29 ya 1910, anasema wakati umekaribia ambapo miji mikubwa itafagiliwa, na wote wanapaswa kuonywa kuhusu hukumu hizi zinazokuja. Anaeleza pia katika Evangelism page 27 ya 1906, anasema nimeagizwa kutangaza ujumbe kwamba miji iliyojaa maasi na yenye dhambi kupita kiasi itaangamizwa kwa matetemeko ya nchi, kwa moto, kwa mafuriko. Anaeleza pia katika Letters and Manuscripts volume 17 ya 1902, anasema hasira ya Mungu inaandaliwa kuja juu ya miji yote, sio yote kwa mara moja, bali moja baada ya nyingine. Na ikiwa adhabu mbaya katika mji mmoja haiwafanyi wakazi wa miji mingine kuogopa na kutaka toba, wakati wao utafika, Bwana atakapoinuka kuitikisa dunia kwa ukali, hata koma hata kadhi yake ya kuadhibu itakapotimia. Uharibifu utaanza mahali fulani, na uharibifu wa uzima utakuwa wa ghafla, na lakini wataepuka wachache. Anaeleza pia katika Manuscript Release volume 14 1883, anasema nilionyeshwa kwamba hukumu za Mungu hazingetoka moja kwa moja kutoka kwa Bwana juu yao, lakini kwa njia hii wanajiweka wenyewe mbali zaidi na ulinzi wake. Yeye huonya, kusahihisha, kukaripia na kuonyesha njia pekee ya usalama. Basi ikiwa wale ambao wamekuwa vitu vya uangalizi wake maalum watafuata mkondo wao wenyewe bila ya Roho wa Mungu, baada ya maonyo ya mara kwa mara, ikiwa watachagua njia yao wenyewe, basi hawaagizi malaika wake kuzuia mashambulizi ya shetani juu yao. Ni nguvu za shetani zinazofanya kazi baharini na nchi kavu, zikileta maafa na dhiki na kufagia umati wa watu ili kuhakikisha mawindo yake. Tumeona kwamba mapigo ya Mungu ama adhabu za Mungu zitapigwa katika maeneo ya mijini. Maana yake maeneo ya mijini ni maeneo ambayo uovu umeshamili. Nadhani hata wewe utakuwa ni shuhuda kama umewahi kuishi mijini. Mijini ndiyo sehemu kubwa ambayo uovu upo wazi wazi. Maeneo ya mijini, dhambi nyingi ziko wazi. Dhambi katika uvaaji, maeneo ya mijini wanafanya kwa kiasi kikubwa hiyo dhambi, na haionekani tena kama ni dhambi. Dhambi ya ulevi, baa nyingi na makasino mengi ya kipagani yamejengwa hasa maeneo ya mijini. Dhambi katika ulaji, dhambi hizo zipo sana maeneo ya mijini. Na dhambi nyingine nyingi ambazo zinapatikana hasa kwa kiasi kikubwa maeneo ya mijini. Ndiyo maana Ellen G. White ameonya waaminifu wa Mungu
popote wanapotaka kuishi, hakikisha unafuatilia familia ama majirani zako ni wakina nani, ili usije ukakumbwa ama ukajiungamanisha na waovu hao na ukashindwa kujenga tabia ambayo itakuandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Swali jingine: je, maandiko yanafundisha kuwa mabaya haya au majanga haya yanasababishwa na Shetani, yaani Shetani ndiye atakayeleta majanga hayo ambayo yatafahamika kama ni adhabu ya Mungu? Listen very careful. Isaiah 14 verse 12 up to verse 17. Isaya anasema yafuatayo: jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri. Anazungumzia Shetani ama Lucifer, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliowaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Fungu la 15. Lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Wao wakuonao watakukazia macho, watakuangalia sana wakisema, je, huyu ndiye aliyeitetemesha dunia? Huyu ndiye aliyetikisa falme, aliyeufanya ulimwengu ukiwa, akaipindua miji yake, asiyewafungua wafungwa wake waende kwao. Tunaona kwamba Shetani ndiye atakayeleta hayo majanga. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba kadri dhambi zinavyozidi kuwa nyingi, yaani watu wanachagua kufuata akili zao na wanamwacha Mungu, Mungu naye anaendelea kuondoa ulinzi wake taratibu. Maana yake Shetani atakaporusha majanga yake, Mungu atayaruhusu. Maana yake ulinzi ama protection from the Lord haitakuwa kwa watu wake. Lakini swali jingine, je, maandiko pia yanatangaza kwamba hukumu angamizo zitaenda kutumia sheria ya Jumapili? Kwa sababu tumejifunza kwamba hukumu hizo za maangamizi za Mungu ambazo Mungu ataziruhusu, vita, moto, matetemeko, mafuriko, umwagaji wa damu, hayo yote yatachochea kutangazwa kwa sheria ya Jumapili. Je, maandiko pia yanakili hilo jambo? Tunasoma katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 7 mpaka fungu la 9. Biblia ina haya yafuatayo: kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Nazungumzia vita. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo Yesu sasa anazungumzia wanafunzi wake, kwamba anazungumzia sasa waaminifu wake, kwamba baada ya hayo mambo kutokea, sikiliza watu wa Mungu wanadamu watakavyo react dhidi ya watu wa Mungu. Anasema, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote
kwa ajili ya jina langu. Maana yake ni kwamba baada ya dhiki, baada ya hayo matetemeko, baada ya hayo majanga yanapoendelea kushuka katika ulimwengu, watu wa Mungu wataonekana kwamba wenyewe ndio wanaochochea hilo jambo, kwa sababu waaminifu wa Mungu hawatakuwa tayari kushika sheria ya Jumapili, kwa sababu ni sheria ambayo ipo kinyume na amri ya 7 ya Mungu. Amri ya 4 ambayo inahusu Sabato takatifu. Kwa hiyo watakaposema majanga haya yanasababishwa na watu kutoitunza Jumapili ama kutoiheshimu Jumapili, maana yake sheria itawekwa watu wote katika ulimwengu waweze kujiunga na kushika siku ya Jumapili. Hivyo waaminifu wa Mungu ambao wataendelea kushika siku ya Sabato wataonekana ni mwiba na wanahitajika kuondolewa. Ndiyo dhiki ambayo Kristo anaizungumzia baada ya matukio hayo. Swali jingine, je, haya majanga yatapigwa lini? Hatuna haja ya kugesi. Biblia itatupatia majibu. Tunasoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 fungu la 3. Biblia inasema, wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiwapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Ayubu 15:21. Biblia ina haya yafuatayo: sauti za utisho zi masikioni mwake, katika kufanikiwa kwake mtekaji nyara atamjia juu yake. Maana yake ni kwamba wakati ambapo watu wataona kuna amani, kwamba hali ni shwari, tumeanza kufanikiwa ama tumefanikiwa, tuanze kufurahia, ndipo majanga yatakapoanza. Wakati wasemapo kuna amani, kuna amani, ndipo mharibifu amekaribia kuleta majanga yake. Ndiyo maana maandiko yanatusihi tusichoke kuchunguza maandiko, ama tusilale, tukeshe, kwa sababu hatujui siku wala saa ya ujio wake mwana wa Adamu, kwa sababu matukio haya ndiyo yanayoandaa ujio wa Yesu mara ya pili. Lakini pia Ellen G. White ameeleza katika The Great Controversy page 591, listen very carefully. Anasema itatangazwa kwamba wanadamu wanamchukiza Mungu kwa kuivunja Sabato ya Jumapili, kwamba dhambi hii imeleta maafa ambayo hayatakoma hadi utunzaji wa Jumapili utekelezwe kabisa, na kwamba wale wanawasilisha madai ya amri ya 4 hivyo kuharibu heshima kwa ajili ya Jumapili ni wasumbufu wa watu, kuzuia kurejeshwa kwao kwa upendeleo wa kimungu na kufanikiwa kwa muda. Maana yake kwamba waaminifu wa Mungu wataonekana wanazuia mafanikio ya watu, kwa sababu majanga siku zote huwa yanadondosha uchumi. Hivyo basi waaminifu wa Mungu wataonekana kama ni mwiba. Swali jingine, ni kundi gani la watu wanaotimiza au watu watakao enforce ama watakaohimiza sheria ya Jumapili? Ni swali ambalo ni muhimu mimi na wewe tuweze kufahamu, kwa sababu kama tusipofahamu hatutaelewa
tukae sehemu gani, ama tumwamini nani, ama tumtegemee nani. Na mujibu wa maandiko ni kwamba tegemeo letu na imani letu ni kwa Kristo peke yake. Sikiliza majibu yanayopatikana katika kitabu cha Ellen G. White kinachoitwa Review and Herald ya September 17, 1901. Anasema, ili Marekani itengeneze sanamu ya mnyama, nguvu ya kidini lazima idhibiti serikali ya wananchi, ili kwamba mamlaka ya serikali pia yatajiliwa na kanisa ili kutimiza malengo yake. Anaeleza pia katika Selected Message Book 3 page 392, anasema, unaoitwa ulimwengu wa Kikristo unatakiwa uwe uwanja wa matendo makubwa na yenye maamuzi. Watu wenye mamlaka wataweka sheria ya kudhibiti dhamiri. Kwa mfano wa upapa, Babiloni atayanywesha mataifa yote vinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Kila taifa litahusishwa. Maana yake ni kwamba kila taifa litatumika to enforce ama kuhimiza ama kuchochea kwa uwekaji wa sheria ya Jumapili. Na katika uwanja wa kidini, yaani muunganiko wa madhehebu, ndio utakaochochea hii sheria, kwa sababu sheria hii ni ya kidini. Hivyo watu wa dini, viongozi wa dini wakubwa, ndio watakaochochea sheria hii iweze kufanya kazi, na ni kila taifa katika ulimwengu litahusishwa. Swali la mwisho: je, kweli Mungu wa upendo huadhibu wenye dhambi? Hili ni swali ambalo waaminifu wa Mungu wanaoishi katika ulimwengu wamekuwa wakijiuliza kwamba je, Mungu ambaye tunamsoma katika vitabu vitakatifu kwamba ni mwenye upendo, je, atawaadhibu watu wake? Jibu linapatikana katika Manuscript Release Volume 10 page 264. Anasema, upendo wa Mungu unawakilishwa katika siku zetu kuwa na tabia kile inayokataza kumwangamiza mwenye dhambi. Watu hutoa sababu kutokana na viwango vyao vya chini vya haki. Akanukuu Zaburi 50:21 inayosema, ukadhani ya kuwa mimi ni kama wewe? Wanampima Mungu wenyewe. Wanafikiri jinsi watakavyotenda chini ya mazingira hayo na kuamua Mungu angefanya kama wanavyowazia wangefanya. Katika ufalme wowote au serikalini, imeachwa kwa wavunja sheria kusema ni adhabu gani itakayotolewa dhidi ya wale waliovunja sheria. Yote tulionayo, fadhila zote za neema yake tulizonazo, tunawiwa na Mungu. Tabia mbaya ya dhambi dhidi ya Mungu kama huyo haiwezi kukadiliwa kwa muda. Mungu ni mtawala wa maadili pamoja na Baba. Yeye ndiye mtoa sheria, anatunga na kutekeleza sheria zake. Sheria ambayo haina adhabu, haina nguvu. Maombi yanaweza kufanya kuwa baba mwenye upendo asingeona watoto wake wanateswa na adhabu ya Mungu kwa moto, huku ana uwezo wa kuwakomesha. Lakini Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema wa watu wake na kwa salama wao atamwadhibu mwenye makosa. Mungu hatendi kwa mpango wa mwanadamu. Anaweza kufanya uadilifu usio na kikomo ambao mwanadamu hana haki ya kufanya mbele ya mwanadamu mwenzake. Hivyo tunaonyeshwa kwamba adhabu ama hukumu za Mungu
ni sehemu ya wema wake. Hata atakapochoma wenye dhambi ni sehemu ya wema wake, kwa sababu maisha tunayoishi hapa duniani ni maandalizi kwa ajili ya maisha ya umilele. Kama hauwezi kuishi maisha matakatifu katika ulimwengu, mbinguni hakutakufaa. Kwa hiyo, ili usiende kuteseka na maisha ya utakatifu mbinguni, Mungu ataamua akuteketeze. Hivyo ni sehemu ya wema wake. Anaeleza pia katika Testimonies for the Church Volume 9 ya 1909, anasema wakati wa hukumu za Mungu angamizo ni wakati wa rehema kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kujifunza kweli ni nini. Bwana atawaangalia kwa upole, moyo wake wa rehema umeguswa, mkono wake bado umenyooshwa kuokoa, huku mlango umefungwa kwa wasioingia. Ellen G. White anaeleza kwamba mlango wa rehema utakuwa umefungwa kwa watu ambao walikuwa wanafahamu mlango wa rehema uko wazi, lakini hawakuingia, yaani hawakutubu na kuacha maisha ya uovu. Lakini kwa watu wale ambao hawakufahamu ukweli, mlango wa rehema utakuwa wazi. Na huu ni ujumbe special kwa ajili ya Waadventista wa Sabato ambao wapo na nuru kuhusu kweli hizi. Anaeleza pia katika Christian Experience and Teaching page 106, anasema Bwana alinipa maono Januari 26, 1850 ambayo nitasimulia. Niliona kwamba baadhi ya watu wa Mungu ni wajinga na wanalala na nusu wameamka. Hawatambui wakati tunaoishi sasa, na kwamba wengine wapo katika hatari ya kufagiwa, yaani kupotea milele. Nilimsihi Yesu awaokoe, awaepushe muda mrefu zaidi na waone hatari yao ya kutisha, ili wajitayarishe kabla hawajachelewa sana. Malaika akasema, uharibifu unakuja kama kimbunga kikubwa. Hivyo watu wa Mungu, wakati tunaoishi sasa ni wakati wa mwisho. Mlango wa rehema karibu unafungwa. Je, umejiandaa? Je, unaishi maisha gani? Kwa sababu mlango wa rehema utakapofungwa, hakuna mtu atakayeweza kuingia. Nikusihi, fanya matengenezo. Yesu Kristo bado anakuita. Umepata bahati ya kusikiliza ujumbe huu, ufanyie kazi. Koti ya mwisho inapatikana katika Desire of Ages page 634 ya 1898. Anasema siku zote Mungu amewaonya wanadamu juu ya hukumu zinazokuja. Wale waliokuwa na imani katika ujumbe wake kwa wakati wao na ambao walidhihirisha imani yao katika kutii amri zake waliepuka hukumu zilizowashukia wasiotii na wasioamini. The only safety is through indwelling in Jesus Christ. Hivyo wapendwa, tuendelee kumwomba Mungu atusaidie tuweze kuishi maisha yanayompendeza. Usichukulie neno la Mungu kwa wepesi. Neno la Mungu ni la hakika na ni la kweli. Mungu akisema hadanganyi. Unabii huu ambao tumeuona kwamba utatokea ni hakika utatokea. Hivyo nipende kuwakaribisha pia katika sehemu ya pili ambayo tutajifunza the three main phases of Sunday Law. Phase 3 ama sehemu 3
la Sunday Law. Hivyo nipende kukaribisha, usikose kutazama sehemu ya pili ya somo hili ambalo tutaangalia the three main phases of Sunday Law. Namna gani tutaact ama tutaishi ama tutafanya wakati wa Sunday Law, kwa sababu kama tusipoelewa hatutaweza kuokoka. Hivyo Mungu atusaidie, Mungu akubariki sana na uwe na wakati mwema.